Kwa niaba ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa ambazo tunazo ubalozini mpaka hivi sasa ni kwamba hakuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ameshambuliwa ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni. Hatuna Mtanzania yoyote ambaye tumepokea taarifa kwamba ameshambuliwa. Na ubalozi umeenda mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa kama inavyosemekana na kurushwa katika mitandao ya kijamii huko nyumbani. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Mathalan, video ambayo imeonekana ikitembea sana katika mitandao ya kijamii kwa siku ya jana na juzi ni tukio ambalo lilimuhusu Mtanzania mmoja katika mji wa Cape Town mwaka 2023 ambaye aliingia katika duka moja na kujaribu kufanya vitendo ambavyo ni kinyume cha maadili. Basi alipokuwa akikimbia sasa kutaka kutoka katika duka lile, basi aliweza kukamatwa na wananchi wenye hasira, na ndio huyo anayeonekana akishambuliwa. Na tukio lile halina kabisa uhusiano na uraia wake wa kigeni, bali lina uhusiano moja kwa moja na kitendo kisicho cha kimaadili ambacho alikifanya ndani ya duka lile. Lakini kwa masikitiko makubwa, balozi umegundua kwamba tangu jana na juzi picha ile ya mwaka 2023 ya mjongeo imekuwa ikichukuliwa na imetengenezewa maudhui kuonekana kana kwamba ni tukio ambalo limetokea siku za hivi karibuni, mfano wiki hii au wiki iliyopita, na hivyo kuleta taharuki huko nyumbani na kadhalika. Nitoe tu hakikisho kwamba hadi hivi sasa hali ni tulivu, maisha yanaendelea kama kawaida. Matukio ambayo yanaonekana yakitokea yamekuwa yakiwahusu watu wengine na hayako kwa ukubwa hivyo kama ambavyo imeonekana ikirushwa na kadhalika. Wiki iliyopita palikuwa na tukio jingine lilionekana la mtu akishambuliwa katika duka. Pale ni katika jimbo la KwaZulu-Natal jijini Durban, ambapo raia mmoja wa kigeni wa nchi nyingine ambao nisingetaka kuitaja lakini si Mtanzania alionekana akishambuliwa na baadhi ya watu kwa sababu ambazo siwezi kuzifahamu, mimi na wewe hatuzifahamu, lakini alionekana akishambuliwa katika duka lile na watu waliomfuata dukani kwake na kumshambulia. Lakini kwa masikitiko makubwa ikaja tena ikaruka video mjongeo ikisema kwamba yule ni Mtanzania amefuatwa dukani kwake, anashambuliwa na wananchi wenye hasira kwa sababu ni raia wa kigeni na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wa maudhui, content creators katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na popote pale walipo. Masuala ya namna hii yanaweza yakazua taharuki kama ambavyo imeonekana kwa huko nyumbani, na yanaweza yakaleta masikitiko makubwa katika ya kimahusiano iwapo utaratibu wa aina hiyo utaendelea. Pale ambapo mtu amepata taarifa anahitaji kuirusha katika mtandao au kuitengenezea maudhui ya kimtandao, ni vyema akaihakiki taarifa hiyo kupitia vyanzo rasmi.